Majina naitwa Engineer Christopher Sauli, mkuu wa kitengo cha matengenezo kutoka wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Arusha. Nichukue nafasi hii kuelezea zoezi letu tunalolitekeleza katika jiji letu la Arusha. Kwa sasa hivi wakala wa barabara TANROADS iko katika maandalizi ya ujenzi wa barabara ya Arusha Kibaya Kongwa, ambapo kwa Arusha ujenzi huu utahusisha sehemu ya barabara ya Mbauda hadi Losnyai na sehemu ya barabara ya Tipekazi maarufu kama Moshono Kona hadi Losnyai yenye urefu wa kilomita 70. Hivi tunavyoongea tayari mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la ujenzi na tayari ameshafika site kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuanza kazi hiyo. Kwa hiyo katika hatua za kwanza za maandalizi ya kutekeleza mradi huu, TANROADS imeanza na zoezi la kuhakikisha kwamba eneo la ujenzi linakuwa wazi. Kwa hiyo sasa hivi zoezi linaloendelea ni kuhakikisha kwamba vitu vyote vilivyojengwa kwenye eneo la mradi vinaondolewa na watu wote wanaofanya shughuli nyingine za kibinadamu, ikiwa pamoja na shughuli za kibiashara zinaondoka ndani ya eneo linalokusudiwa kufanywa kazi. Kwa hiyo zoezi hili limeanza tarehe 5 mwezi wa 5, ambapo vibanda vyote na watu wote wanaofanya shughuli za kibiashara wanaondolewa ndani ya eneo la hifadhi ya barabara ili kuacha eneo hilo wazi, ili mkandarasi atakapoanza utekelezaji wa kazi hiyo basi aianze mara moja pasipokuwa na kizuizi cha aina yoyote ile. Zoezi hili linafanyika katika barabara ya Mbauda kwenda Losnyai, lakini pia katika barabara ya Tipekazi kuelekea Losnyai kama nilivyosema. Lakini tumekuwa na changamoto kidogo ya ajali ambazo zimekuwa zikiripotiwa katika barabara yetu ya Arusha bypass. Kwa hiyo zoezi hili pia linahusisha kuboresha usalama katika barabara yetu ya Arusha bypass ambayo imekuwa ikiripotiwa na matukio ya ajali. Sisi kama TANROADS baada ya kufanya utafiti wa kina tumebaini kwamba ajali nyingi zinasababishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika pembezoni mwa barabara. Shughuli hizi zimesababisha kuwepo na msongamano mkubwa wa watu na kwa hivyo kuongeza uwezekano wa kutokea ajali za mara kwa mara. Kwa hiyo ili kutatua kero hii tumeanza zoezi la kuondoa shughuli zote za kibinadamu zinazofanyika pembezoni mwa barabara hii ya Arusha bypass. Vibanda, kuna watu walikuwa wanauza michanga, kuna watu wanauza matofali, lakini vyote tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunaviondoa ndani ya eneo la hifadhi ili kuepusha uwezekano wa kutokea ajali za mara kwa mara kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa. Na mazoezi yote haya mawili, lile la kwanza nililosema la barabara ya Mbauda Losnyai, Tipekazi Losnyai, na ile ya Arusha bypass, yote yanafanywa kwa mujibu wa sheria. Yote yanaongozwa kwa mujibu wa sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007 pamoja na kanuni zake za mwaka 2009 ambazo zinahusisha pia marekebisho yake yaliyofanyika mwaka 2025 ambayo yanazuia mtu yeyote au taasisi kufanya shughuli zozote ndani ya eneo la hifadhi ya barabara pasipo kufuata taratibu zilizowekwa. Lakini zoezi hili pia tunalifanya ikiwa ni maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 ambayo yanatarajiwa kufanyika mwakani. Kama wote tunavyofahamu, jiji letu la Arusha linatarajia kupokea wageni wengi wa kimataifa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba mandhari ya jiji inakuwa nzuri, yenye kupendeza na ni safi. Kwa hiyo TANROADS inaendelea kushirikiana na mamlaka nyingine kuhakikisha kwamba jiji letu la Arusha linakuwa safi na la kupendeza kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wakazi wote wa Arusha kutoa ushirikiano kwenye zoezi hili muhimu linaloendelea ambalo ni muhimu sana kwa jiji letu la Arusha. Kama nilivyosema awali kwamba zoezi hili linahusisha kutoa vibanda na shughuli nyingine za kibiashara ndani ya eneo la hifadhi ya barabara, lakini zoezi hili pia litahusisha kutoa miundombinu mingine ya maji na umeme ambayo yote iko ndani ya eneo la ujenzi wa mradi. Majina naitwa Engineer Christopher Sauli.